Karibu katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtaani kuzungumza na jamii, wanaelewa vipi, wanaofahamu vipi ugonjwa wa bawasiri. Naitwa Chinonso. Twende tukasikia jamii wanaelewa vipi kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Twenzetu. Baba, mambo vipi? Safi. Mzima? Mzima. Biashara zinaendeleaje? Salama. Mungu anasaidia kabisa. Kabisa. Kuna swali naomba nikuulize, je, uko tayari? Niulize kama liko ndani ya uwezo wangu. Na imani za kuwa ndani ya uwezo wako. Unaofahamu vipi ugonjwa wa bawasiri? Na ufahamu tu ni kama ni kinyama kinachoota sehemu za siri kama sijakosea. Ugonjwa wa bawasiri kwa kweli mimi bado sijaufahamu. Na siufahamu kabisa ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri na ufahamu mimi najua mara nyingi sana ni ugonjwa ambaye ni maradhi ambaye kinyama cha siri kinatoka chini ya kinyama ni kidogodogo ambacho kinatoka kwenye sehemu za siri. Bawasiri mimi nafahamu kama ni ugonjwa ambao ni kinyama kinachotoka sehemu ya haja kubwa. Unazifahamu dalili za ugonjwa wa bawasiri? Dalili za ugonjwa huu na uzifahamu mimi wa mara nyingi sana, kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza, vyakula vyetu hivi vigumu ambavyo vieleweki. Lakini sielewi huwa kuna vidonda au huwa kuna nini, sielewi. Yes, constipation. Unapata yani hata choo, ukipata choo kinakuwa kigumu sana. Ukipata pia choo kinakuwa yani ukipati mara kwa mara, inakuwa sio kama mtu wa kawaida ambavyo anaenda kila siku washroom. Yani kwamba asubuhi na jioni, yani kawaida inakuwa ni ngumu sana kupata pia choo na kinakuwa kigumu. Kingine bleeding. You get bleeding kwenye sehemu zako za nyuma za siri, unapata bleeding. Na pia kuota kwa hicho kinyama ambacho kikiacha kwa muda mrefu kina increase, kuna inside na outside. Kuna bawasiri ambayo inakuwa ndani na kuna bawasiri ambayo inakuwa nje. Ikiwa ndani inakuwa ndani kabisa, na ikiwa nje inakuwa kinyama kinaota nje, sio ndani. Yes. Kwa uelewa wangu mimi. Sijawahi kuwa na experience ya kitu hicho kitu. Kwenye kusikia kwako, hujawahi kupata bahati hata siku moja kusikia kwamba ili ujikinge na bawasiri unapaswa uchukue hatua zipi? Hapana, kwa wastani bado sijasikia. Hapana. Sijajua njia, sijajua na sijajua kufahamu kwamba ni kipi kinachofanya mpaka natokea hali hiyo. Njia za kujikinga ugonjwa wa bawasiri nazifahamu mimi, nazifahamu. Kuzifahamu ili kujikinga, na washauri na wenzangu waepukane na chakula ni kigumu kifupi, na wale vyakula vilaini, aiza ndizi, nyama. Umeona bwana, unagonga kidogo wali, samaki, nini. Kula healthy, kuzingatia diet, kuzingatia kunywa maji mengi, matunda. Tumetoka kusikiza jamii, wametoa maoni yao kwa kina kabisa, wanaofahamu vipi ugonjwa wa bawasiri. Nadhani sasa ni wakati sahihi kabisa ukwenda kwenye kituo chetu cha Royal Polyclinic kwenda kuongea na daktari wetu atupe maelezo kwa kina kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa bawasiri. Naitwa Chinonso. Twende tukaongea na daktari wetu. Bawasiri ni ugonjwa unaopatikana katika utumbo mkubwa sehemu ya chini. Ugonjwa huu huhusisha mishipa ya damu ambayo kitaalamu tunasema arteries and veins. Bawasiri ziko za aina mbili. Bawasiri ya ndani ni ile ambayo haionekani, na bawasiri ya nje ni ile ambayo mgonjwa akija anakuambia kuna kinyama kimeota eneo la haja kubwa. Watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya bawasiri na saratani ya utumbo mkubwa. Bawasiri ya ndani imegawanyika katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ni bawasiri iko ndani lakini huwezi ukafeel kitu chochote. Sehemu ya pili ni bawasiri iko ndani lakini mpaka ujikamue uendapo haja kubwa ndo unaiona. Sehemu ya tatu ni bawasiri ambayo ukifika haja kubwa ukijikamua huwa inaonekana.
inapatikana, pia unaweza ukarudisha kwa kidole. Sehemu ya 4 ni bawasiri ambayo inatoka yenyewe kupitia haja kubwa na hauwezi ukairudisha kwa kidole. Kuna sababu mbalimbali zinazopelekea bawasiri kama vile unywaji hafifu wa vimiminika, uzito mkubwa, pia na kifua kikuu. Tunaweza tukazuia bawasiri kwa hizo sababu ambazo nimeviorodhesha kama ni visababishi. Mfano, kula vyakula vyenye kambakamba, unywaji wa maji wa kutosha, pamoja na kufanya mazoezi, kupunguza na uzito pia. Bawasiri tunaweza tukaitibu kwa namna mbili. Namna ya kwanza inahusisha upasuaji na namna ya pili haihusishi upasuaji. Namna isiyohusisha upasuaji ni kama vile wataalamu wanasema modification of diet, kama vile nilivyosema, ulaji wa vyakula, mazoezi na kadhalika. Lakini namna ya pili isiyohusisha upasuaji ni ile namna ya kutumia dawa ambazo zinaitwa steroids. Mara nyingi huwa ni hydrocortisone za kupaka na dawa za kupaka pia za kupunguza maumivu. Dalili kubwa ya bawasiri ni kupata choo kwa shida, kitaalamu wanaita constipation, kupata muwasho sehemu za haja kubwa, na wakati mwingine choo kikubwa kuambatana na damu. Mara nyingi huwa havichanganyiki, lakini kinaanza choo inafuata damu. Hizo ni dalili mojawapo za bawasiri. Tunaweza tukajikinga kwa namna ambayo ya maisha yetu ya kila siku, pamoja na kuwahi kuwaona wataalamu. Na imani tumejifunza vitu vingi sana kutoka kwa daktari wetu. Asante sana kwa wewe ambaye ulikuwa na mimi kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Mwisho wa leo ndo mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau ku like, comment, kusubscribe na kubonyeza alama kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.